Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kutegua kitendawili cha utoaji wa zaka katika Agano Jipya la neema. Kutegua kitendawili cha utoaji wa zaka katika Agano Jipya la neema. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Jumapili yetu ya tatu, au ni sehemu ya tatu ya hili somo. Na kwa makusudi sijaanza kugusa jinsi ya kuweka sawa kwenye eneo hilo la utoaji wa zaka, kwa sababu ili uelewe nitakachofundisha kuhusu utoaji wa zaka, lazima uwe na ufahamu wa kiagano. Hebu sema pamoja nami, ufahamu wa kiagano. Toka mimi nimeokoka 93, jinsi nilivyolelewa na jinsi nilivyofundishwa, nililelewa na kufundishwa kuamini kwamba kila kilichoandikwa kuanzia mwanzo hadi Ufunuo ni neno la Mungu, na unatakiwa kulichukulia hivyo hivyo, na ni kweli ni neno la Mungu. Lakini vile vile Biblia ni kitabu cha maagano. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kuelewa vizuri maana ya agano, Mungu anapohusiana na mtu au Mungu anapohusiana na watu, anafunga agano na mtu yule au anafunga agano na watu wale, ili mahusiano walionayo yawe yanaongozwa na masharti na vigezo ambavyo viko ndani ya agano husika. Bwana Yesu asifiwe. Katika hayo masharti, katika hivyo vigezo, kuna sheria na kuna kanuni ambazo zinafunika eneo zima la maisha ya mwanadamu na eneo zima la jinsi ambavyo huyo mwanadamu anahusiana na Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa usipoelewa kwamba Mungu anapohusiana na mtu, anapohusiana na watu, anahusiana nao huku akitumia hadidu rejea za agano aliloingia nao, wewe utakuwa unabeba kila kitu tu kilichoko kwenye neno. Na iko kana kwamba pamoja na malezi ambayo tumekuwa nayo, iko kana kwamba tulikuwa tunaelewa kwamba kuna hicho kitu cha maagano. Ndio maana kuna vitu fulani katika agano la Torati tulikuwa tumeviacha, hatuvitumii. Bahati mbaya sana tukaanza kuchukua, hasa sisi viongozi wa kanisa, tukaanza kuchukua vitu kwenye agano la Torati ambavyo vilionekana vina faida kwetu. Na kama ambavyo tutaona leo, katika agano la neema, unapochukua kitu cha kwenye Torati na kukileta kwenye agano la neema, unachofanya unaweka kongwa na mzigo juu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliposema kwamba twaeni nira yangu, kama alisema, hakusema tu chukueni nira, aliweka wazi nira yangu. Ina maana kwamba ziko nira zingine, na hizo nira sio nira za magonjwa, hizo nira sio nira za vifungo vya adui. Hizo nira zingine ni nira za mafundisho yatokanayo na Torati na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema toeni nira yangu, mjifunze kwangu. Kama Yesu anasema mjifunze kwangu, tambua Yesu anasema usijifunze tu kwenye Biblia, jifunze kwangu. Maana kwenye Biblia kuna vitu vingine ambavyo sio mimi nimesema. Kuna vitu vingine ambavyo sio vya kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kwamba tukitwaa nira yake na tukijifunza kwake, anasema kwamba tutapata raha nafsini mwetu. Amen. Alafu anazungumza kwenye mstari ule wa mwisho, mstari wa 30, anasema wazi, anasema kwamba mzigo wake ni mwepesi. Kama amesema mzigo wake, ina maana kuna mzigo mwingine, na huo mzigo mwingine sio mwepesi. Alafu akasema nira yangu ni laini. Kama anasema nira yangu, ina maana kuna nira nyingine, na hiyo nira sio laini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unapoisikiliza injili ya Yesu Kristo, unapoisikiliza injili ya Yesu Kristo, alafu katika kuisikiliza ukaiona ni ngumu, hiyo sio injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona mbona anafundisha lakini mbona hiki kitu kinachotakiwa kufanya mbona ni kigumu, sio injili ya Yesu Kristo. Maana yeye alichukua mzigo mzito akatupa mwepesi. Yeye alichukua nira ngumu inayoumiza akatupa nira na laini isiyoumiza. Bwana Yesu asifiwe. Paulo mtume kwa sababu alikuwa na ufahamu huu akasema kwenye Waefeso 2:10 akasema sisi tu kazi ya mikono yake. Akasema tumeumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo tangia awali yaliandaliwa ili tuenende nayo. Ukishaona ndani ya wokovu unajitahidi, huo sio wokovu, unaishi torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijali wewe utaita, ukiona tu unajitahidi sio wokovu. Maana wokovu unaenda pamoja na kitu kinaitwa neema. Na neema ni kitu ambacho kinakuwezesha kufanya kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiona unapambana sio wokovu, uko kwenye torati. Katika wokovu kuna aliyepambana, alafu sisi tunateleza katika ushindi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili lazima irudi inyoshwe. Paulo akawaambia Wakorinto, akasema ninachelea isije ikawa kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa, nanyi mkadanganywa fikra zenu, muache unyofu. Hebu sema unyofu. Injili imenyoka, haina malinjilinji, haina kona kona, haina uzito, haina mzigo, haina nira ngumu, imenyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoishi torati ndani ya injili ni sawa na umeenda kwenye kituo cha basi na kiroba cha mchele cha kilo 60. Umesimama kituoni, umejitwika kiroba. Gari likaja likasimama likakupa lifti, ukapanda ndani ya gari umebeba kiroba chako. Ukakaa kwenye kiti umebeba kiroba chako. Pamoja na kwamba umepewa lifti kwa sababu unaendelea kubeba kiroba. Bwana Yesu asifiwe. Bado utafika mwisho wa safari umechoka kana kwamba ulikuwa unatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukijiona katika wokovu unachoka, sio wokovu unauishi. Wewe unaishi torati ndani ya Yesu, ndio maana unachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ili tuelewe masuala ya utoaji katika Agano Jipya, lazima ujue, na hii tumekuwa tukiisema sana. Tumekuwa tukisema kwamba utoaji ni zoezi la kiagano. Amen. Lakini kwa nini kama utoaji ni zoezi la kiagano, kwa nini tunatoa katika Agano Jipya kwa kanuni za Agano la Kale? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukishaelewa masuala ya kiagano, yatafungua wazi masuala ya utoaji. Nilimuuliza mtu siku moja, nikasema kwamba maandiko katika kitabu cha Malaki yanasema wazi, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula. Mimi sina shida na pale mwanzo. Tatizo ninalo na matokeo ambayo utii wa pale mwanzo unatakiwa kuleta maishani mwetu. Alafu anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitamafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo nikiwa mwaminifu kuleta zaka kamili, alafu madirisha ya mbinguni yasipofunguliwa, tatizo sio kwamba kilichoandikwa, tatizo ni kwamba je, unatumia kilichoandikwa kwenye kipindi kilichoandikiwa? Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Na alisema akifungua madirisha ya mbinguni atatumwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Naomba nimuulize mtu yeyote mahali hapa, nani amebarikiwa mpaka hana nafasi za kuweka hizo baraka alizobarikiwa na Mungu? Au Mungu ni muongo, au sisi tunasoma vibaya maandiko? Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yako wazi kwamba kila mtu na awe muongo, lakini Mungu awe mkweli siku zote. Sio mwanadamu hata aseme uongo, si mtu hata ajute. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na binafsi nakwambia, mimi binafsi ilianza kunisumbua wakati sijui kwa nini inanisumbua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaanza kufuatilia tena. Nilipofunguliwa kwenye kuelewa maagano, ndo kwenye eneo la zaka nikafunguliwa. Nikajua okay, zaka sio aina ya utoaji ya agano jipya. Mungu akazungumza kupitia Daniel, akazungumza na taifa la Israel, akasema kwamba na hao wafanyao maovu juu ya hilo agano, sio hayo maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Na sijajua kwenye nchi zingine, najua kwenye nchi yangu ya Tanzania, unajua huwa mara nyingi injili haifundishwi, injili inahubiriwa. Amen. Unahubiriwa, unapigwa haleluya nyingi, shangilia shangilia. Kwa hiyo unatoka tu kwenye ibada umechangamka, alafu ukiulizwa, hivi umeelewa ulichoambiwa? Si Bwana amesema, si Bwana amesema kupitia mtumishi wake. Kwa hiyo unafanya vitu bila kujiuliza maswali ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anatusaidia, tunafunguka ufahamu na tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji, miaka yote ambayo tumekuwa tukitoa zaka, imekuwaje? Zaka imepotea. Wewe ulikuwa unaiita zaka, lakini Mungu alikuwa akiipokea. Mungu yeye anatumia kanuni ya panda haba, vuna haba. Panda kwa ukarimu, vuna kwa ukarimu. Na maandiko yako wazi, zama za ujinga alijifanya haoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zilikuwa zama za ujinga kweli. Mwambie jina yako, zilikuwa zama za ujinga kweli. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Kuna kitu kimoja ambacho lazima uelewe kuhusu utaratibu wa utoaji wa zaka. Sio mtu yeyote alikuwa anaruhusiwa kuipokea zaka. Zaka ilikuwa inapokelewa hekaluni. Ilikuwa inapokelewa na makuhani. Hawa makuhani walikuwa wametoka kwenye kabila la Lawi na walikuwa ni uzao wa Haruni. Fikiria Yesu anafanya huduma hapa duniani. Yesu hatokani na kabila la Lawi. Yesu anatokana na kabila la Yuda. Fikiria Yesu ametumwa kwa Wayahudi, anahudumu kwa Wayahudi, alafu katika huduma yake anapokea zaka. Fikiria moto ambao angewashiwa na Mafarisayo na Masadukayo. Fikiria tu. Angeulizwa, nani amekupa uhalali wa kupokea zaka? Nani amekupa uhalali? Mimi namtumikia Mungu. Sawa, unamtumikia Mungu, lakini wewe sio wa kabila la Lawi. Wewe sio kuhani. Wewe sio wa uzao wa Haruni. Unapokeaje zaka? Alafu imepita hicho kipindi, tunaingia kwenye kipindi cha kanisa la Agano Jipya. Mitume walioko Yerusalemu eti wasubutu kupokea zaka. Nani amewapa uhalali? Sawa, imeandikwa toa zaka. Sio kutoa tu. Katika agano la Torati kuna maelekezo pia ya nani anaweza akapokea zaka. Bwana Yesu asifiwe. Na zaka ilikuwa ni utoaji wa kipindi cha ukuhani wa Haruni. Hatuko kwenye kipindi cha ukuhani wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye kipindi cha ukuhani mpya wa Melkizedeki. Sasa kwamba Ibrahimu alitoa zaka kwa Melkizedeki, hiyo tutakuja kuiangalia vizuri tutakapokuja kufika kwenye kuichambua zaka. Lakini pamoja na kwamba nilikuwa nafuatilia masuala ya kiagano, nilifuatilia sana kuhusu historia ya kanisa. Nilitaka nijue kwamba je, kanisa lilikuwa linapokea zaka kule Yerusalemu?
Nikafuatilia kwenye historia, miaka 600 ya kwanza ya historia ya kanisa, palikuwa hakuna utoaji wa zaka. Hapana utoaji wa zaka. Kanisa na kazi ya Mungu ilikuwa inasukumwa na utoaji wa hiari wa watu wa Mungu. Na kama ambavyo tutakwenda kuona, kuna vitu viwili, kuna kitu kinaitwa ukarimu na kuna kitu kinaitwa roho ya neema au neema ya utoaji. Ndio ilifanya makanisa yatoe kipindi kile. Katika kipindi cha miaka 600 ya kwanza ya historia ya kanisa, kanisa halikuwa taasisi kama tulivyo leo. Kanisa lilikuwa kiumbe hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kikao kilikaa Ufaransa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wababa wa kanisa wakatulia, wakakaa kile kikao, wakataka kujua hivi tutalipiaje vitu vifuatavyo. Tutalipiaje ujenzi wa majengo ya ibada? Tutalipiaje shughuli za kiutawala ndani ya kanisa? Na vile vile tutalipaje mishahara ya maaskofu? Tutalipaje? Wakasema tuwatoze watu 10%. Na ndio maana ukipita kwenye Biblia nzima, ukipita ukiiona, njoo nionyeshe. Hakuna mahali ambapo zaka inatolewa. Siku zote zaka inalipwa. Kinacholipwa sio sadaka, ni tozo. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaka haijawahi kutolewa. Zaka ilikuwa ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Na iliporudishwa, wakasema sasa tutapata wapi uhalali wa hii zaka ndani ya kanisa? Wakasema tutumie maandiko ya Agano la Kale tuwafundishe watu. Lakini tuwafundishe kwa haraka kiasi kwamba hawawezi kuuliza maswali kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Zamani kanisa lilikuwa likutani hivi, eti mtu mmoja mimi ndo nazungumza alafu wengine wote wanasikiliza. Walikuwa nakaa mduara, ukileta point unauliza imeandikwa wapi? Ndio maana wale wa Berea walikuwa waungwana kuliko wa Thesalonike, kwa sababu waliyachunguza maandiko kuona kama kile kinachosemwa na Paulo ndiyo. Na kama walikuwa hawaridhiki, wanasema Paulo subiri kwanza, wanamuuliza maswali. Na unaiona hiyo hata kwa wanafunzi wa Yesu. Maswali yalikuwa yanafanya nini? Yanaulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikaingizwa. Mwanzoni ilikuwa ni sheria. Ukikiuka sio kwamba tu umetishiwa na laana, unawekwa ndani. Zamani watu walikuwa nafungwa kwa kutoa zaka. Lakini baadaye wakailainisha ikawa sasa tuendelee kuwatisha watu wa Mungu kwamba usipotoa zaka unapigwa na laana. Sawa? Kama nisipotoa zaka napigwa na laana, nitatoa zaka kwa uoga. Nikitoa kwa uoga si kwa imani. Na chochote kisicho kwa imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yeyote ajaye kwake lazima kwanza aamini kwamba yupo na kwamba huwapa thawabu wote wamtafutao. Na kama ni kwa sheria si kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwenye haki ataishi kwa imani. Upo uoga ambao umetokana na mafundisho yasiyo sahihi kwamba katika kanisa watu wa Mungu wakifunguka kwamba utoaji wa zaka sio utoaji kwa mujibu wa Agano Jipya. Kuna uoga kwamba sadaka zitashuka. Watu wakianza kuelewa utoaji ukoje, sadaka hazitashuka, ndio zitaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana watu watakuwa wanatoa kwa mujibu wa kanuni na wataanza kuona faida za ajabu za utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili, hebu tuendelee tumalize hii kitu cha maagano ili Jumapili ijayo tutakapokuja tuanze kufuatilia zaka. Na mzee zaka tumchimbie kaburi, tumzike na tumwekee jiwe la kumbukumbu kwamba hapa amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Asiendelee kulitesa kanisa. Kanisa liwekwe huru. Kanisa litembee katika uhuru ambao Kristo aliukusudia kwa ajili yake. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 6, sura ya 3. Tasoma mistari mingi kidogo, 6 hadi 16. Anasema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa Agano Jipya. Kwa hiyo kama anatuambia kwamba tumetoshelezwa kuwa wahudumu wa Agano Jipya, uwe na uhakika kuna wahudumu wa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa yuko makini sana. Maneno katika maandiko yanachaguliwa kwa makini. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko. Sasa anaposema andiko, hamaanishi lile neno la Kiingereza scripture. Anamaanisha neno la Kiingereza letter. Yaani kile kilichoandikwa kama kanuni, kama masharti, na kama vigezo, na kama sheria za agano la Torati. Chochote kile kilichoandikwa kama vigezo, kama masharti, kama sheria, na kama kanuni za agano la kale, hicho ndicho Biblia inachokiita andiko. Anasema bali wa roho. Na ara iliyotumika hapo ni ara ndogo. Kumbuka Yesu alisema maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana andiko huua. Chochote kile kilichopo kwenye Torati kinaua. Njia rahisi kuliko zote kuua maisha yako ya kifedha: toa kwa mujibu wa Torati. Toa kwa mujibu wa Torati. Toa kwa kuzingatia maandiko ya Torati. Biblia inasema wazi, andiko huua bali roho huhuisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika namna ya utoaji ulionayo, ukitoa kwa namna sahihi, lazima huo utoaji utahuisha maisha yako ya kifedha. Anasema mstari wa 7, basi ikiwa huduma ya mauti, Torati inaitwa huduma ya mauti, na kila kitu kilicho ndani ya Torati kinaitwa huduma ya mauti. Mauti kwa sababu gani? Ukifanya sawa na Torati unaishi. Ukikiuka tu Torati unakufa. Maana Mungu kwenye Torati anasema nimeweka mbele yako mauti na uzima. Mauti na uzima ni uchaguzi ulioko kwenye Torati. Kwenye neema hamna mauti na uzima. Ukishamchagua Yesu, umechagua uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na anasema wazi kwamba nimeweka mbele yako mauti na uzima, baraka na laana. Akasema chagua uzima ili uweze kuishi wewe na watoto wako. Ni kwenye Torati. Anasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, ndo zile amri 10 na amri zingine 600 na Bwana Yesu asifiwe, zinaitwa maandiko yaliyochorwa katika vibao vya mawe. Anasema ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake. Na ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kwa hiyo maandiko yanatofautisha huduma ya mauti Torati na huduma ya roho neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, kwa hiyo Torati ndani yake ina adhabu. Ukitaka kuadhibiwa katika fedha zako, we ishi maisha yako ya kifedha kwa kuongozwa kanuni za kuishi huko na Torati. Ukikosea tu, uko salama kama unaenda sawa. Lakini ukikosea tu, umefungulia adhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, seuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika, hebu sema pamoja nami, inayobatilika. Sasa ile neno la Kiswahili inayobatilika ni tofauti kabisa na neno la Kiswahili inayobadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Inayobatilika maana yake ilikuwa inasubiri kufanywa iwe batili. Kufanywa iwe batili. Sheria ya leseni ya barabarani sasa hivi katika nchi yetu ni batili, kwa sababu ilifutwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni batili. Huwezi ukamkamata mtu na ukamshtaki kwa kukiuka sheria
ya leseni ya barabarani, kwamba gari lako halijalipiwa road license mwaka huu, hauwezi ukamshika mtu na kumshtaki kwa sheria hiyo. Kwa nini? Ilishabatilishwa. Ilibatilishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yesu Kristo alipoenda msalabani, akafa pale msalabani, alibatilisha Torati. Kwa hiyo uwezi ukamshika mtu leo na kumshtaki kwa mujibu wa Torati. Haiwezekani, kwa sababu hiyo sheria kwanza haipo. Ilishabatilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana, ile ikaayo ambayo ndio hii ya neema imekuja kukaa ina utukufu. Na tuliona Jumapili iliyopita kwamba haya maagano mawili, mahusiano kati ya agano na mtu inafananishwa na uhusiano kati ya mume na mke. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukawa na mahusiano na Mungu kwa maagano mawili tofauti. Biblia ilituambia wazi kwenye kitabu cha Warumi kwamba mwanamke akiolewa na mwanamume mwingine wakati mume wake wa kwanza bado yu hai, yule mwanamke anazini. Kwa hiyo kanisa likiishi kwa agano jipya la neema wakati agano la kale la Torati bado li hai, kanisa linafanya uzinzi wa kiroho. Kinachoweka uhalali wa agano ambalo kanisa lipo la neema na Mungu kupitia Yesu Kristo ni kwa sababu lile agano la kwanza limeshakufa, halipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, tutumia ujasiri mwingi. Nasi si kama Musa, mstari wa 13, alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anatumia ule mfano wa Musa kwenda juu mlimani, anakaa na Mungu siku 40. Kwa sababu ya kukaa na Mungu siku 40, ule utukufu wa Mungu mpaka unaonekana juu ya uso wake. Amen. Alafu aliposhuka toka mlimani, kwa sababu ya utukufu wa Mungu uliokuwa juu ya uso wake, wana wa Israeli wakawa wanamkimbia. Katika Torati ukisoma, Musa akawa anafunika uso wake ili wana wa Israeli wasione ule utukufu. Lakini Paulo anasema sio kwamba tu alifunika ili wasione utukufu, bali alifunika ili pia wana wa Israeli wasione kwamba ule utukufu alioshuka nao kwa kadiri muda unavyoenda unapungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ule utukufu sio wa kudumu. Kadhalika Torati haikuwa ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana zile sheria za vinywaji, sheria za vyakula, sheria mbalimbali za Torati ziliwekwa mpaka wakati wa matengenezo mapya. Na wakati wa matengenezo mapya ni wakati Yesu Kristo alipokuja pale msalabani. Hivi unafikiri Yesu Kristo aliposema imekwisha, alimaanisha nini kimekwisha? Kwa sababu Yesu hakusema oh nimekwisha, I am finished. Alisema it is finished. Hiyo it ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu iko kama vile tunasoma ile maneno alafu tunaona kama Yesu alisema jamani nimekwisha. Kwa sababu alipomaliza kusema imekwisha, Biblia inasema akakata roho. Anasema unaona? Alisema nimekwisha. Kwa hiyo baada ya kusema nimekwisha akakata roho. Hakusema nime. Alisema ime. Hiyo iliyokwisha ni nini? Torati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema mstari wa 14, ila fikira zao zilitiwa uzito. Yaani hawakuelewa. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo, mstari wa 15, Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Unauliza pasa, sasa kama Torati imeisha, haya maandiko kwa nini bado yapo kwenye Biblia? Yapo sababu Biblia inasema Warumi 15:4, yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Hayakuandikwa ili kutuelekeza, yaliandikwa ili kutufundisha. Alafu kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 anasema kwamba yaliwapata wao kwa jinsi ya mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kutufundisha sisi tunayofikiriwa na miisho ya zamani hizi.
Wao yaliwapata kwa jinsi ya mfano, sisi yanakuja kwa namna halisi. Anasema lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu kuelewa kwamba Yesu Kristo, au tukio la Yesu kufa pale msalabani, lilikuwa ni tukio ambalo lilibadilisha vitu vingi sana. Vitu vingi kweli vilibadilika. Kwa mujibu wa Torati, sio kila mtu alikuwa anaruhusiwa kwenda kwenye uwepo wa Mungu patakatifu. Kulikuwa na kuhani mkuu, tena sio kuhani yeyote, kuhani mkuu. Alikuwa anaingia mara moja kila mwaka patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kutoa dhabihu na sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi la taifa. Mara moja. Hakuwepo na mtu, yani hata makuhani wenyewe walikuwa hawezi kuingia. Lakini tunaona Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, lile pazia ambalo linatenga patakatifu na kule patakatifu likapasuka kuanzia juu mpaka chini, kuonyesha kwamba ile njia imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mimi naishi kwa mujibu wa Torati, ile kuingia mbele za Mungu ni kosa kubwa kweli. Maana huyo kuhani mkuu mwenyewe alikuwa anaingia huko akitetemeka. Na ndio maana alikuwa akiingia anafungwa kamba kwenye mguu. Kwa kamba refu anaingia nayo kule patakatifu. Alafu ile nguo ambaye alikuwa amevaa ilikuwa hapa katikati usawa magoti inafungwa kengene, alafu kule chini tena inafungwa kengene. Alafu akiwa kule ndani hatakiwi kutulia, anatakiwa kutembea. Wakisikia ukimya wanaivuta kamba pap. Akisikia kamba inavutwa na yeye anavuta, anaambia jamani niko hai, sijapigwa na uwepo wa Mungu huku ndani. Lakini akiwa anatetemeka anajua saa yoyote kule ndani Mungu anamchenjia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 anasema njooni kwa ujasiri. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwamba tu akasema tuna ujasiri wa kuingia patakatifu pake kwa damu ya Yesu. Anasema kwamba ile njia mpya iliyo hai aliyoianzisha, iliyopita kwenye pazia, yaani mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwa sababu ule utaratibu tu wa ibada kule ndani umebadilika, utaratibu mzima wa ibada wa Torati umebadilika, ikiwa ni pamoja na utoaji wa sadaka. Kwa sababu utoaji wa sadaka pamoja na kwamba ni zoezi la agano, lakini vile vile utoaji wa sadaka ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwenye agano la kale kwa kweli, walipokuwa wanamletea Mungu zaka, walikuwa wanamwambia Mungu uhalali wako ni 10% ya maisha yetu. Kwa hiyo kwa anampa. Bwana Yesu asifiwe. Katika agano jipya sisi ni wa Yesu mazima. Amen. Kwa tukisukumwa kutoa sadaka, amesema Paulo wazi, kila mmoja atende kama alivyokusudia moyoni. Na kusudia lipi? Hilo itakuwa ni kati yangu mimi na Mungu. Kwamba Mungu katika ibada ya leo iwe ni kwenye kanisani, kwenye semina, mahali popote kwenye ibada, Mungu ni kuabudu kwa mali zangu kwa kiasi gani? Mungu atakwambia niabudu kwa kiasi hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mathayo, andiko ambalo tunapenda kulitumia kusema kwamba Torati haijawahi kutanguliwa, na sijui nani ameshaye kufundisha au kusema kwamba Torati imetanguliwa. Kuna tofauti ya kutangua kitu na kubatili kitu. Ukitangua kitu kinabaki, kwamba inaweza mtu mwingine akaja akairudisha. Ukibatilisha na kuifanya kuwa batili, haina namna ya kuinuka tena. Kitabu cha Mathayo sura ya 5, tutasoma mstari wa 17 mpaka mstari wa 20. Biblia inasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. Kwa ni wazi Yesu anasema yeye alipokuja hakuja kutangua Torati au manabii. La, anasema sikuja kutangua. Alafu sana anatumia neno la Kiswahili ambalo huwa tunachanganyaga na neno lingine la Kiswahili. Anasema bali kutimiliza. Hakusema amekuja kutimiza. Amekuja
kutimiliza. Ni maneno ambayo ukiyasema yanaonekana kama yako sawa, lakini yana maana tofauti mno. Bwana Yesu asifiwe. Na kutimiliza akiwa na maanisha nini? Inamaanisha vitu viwili. Moja, Torati ilikuwa na madai kwamba kuna kiwango fulani cha maisha lazima mtu akiishi ili ahesabiwe kuwa ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kwa sababu alizaliwa chini ya Torati, aliishi Torati kwa utimilifu wake, ikawa hamna kitu Torati inamdai. Kwa hiyo alitimiliza matakwa ya Torati kwa njia ya kuishi kwake. Lakini kumbuka kwamba hazungumzii Torati tu, anazungumzia Torati au manabii. Maana nyingine ya kutimiliza, huko kwenye Torati na manabii palikuwa na maneno ya unabii yanayotabiri kwa habari ya jinsi ambavyo atatunga mimba, jinsi atakavyozaliwa, jinsi atakavyokuwa, jinsi atakavyojazwa Roho Mtakatifu, jinsi atakavyohudumu, jinsi atakavyokufa, jinsi atakavyozikwa, na jinsi atakavyofufuka, na jinsi atakavyopaa kwenda mbinguni. Yako maneno ya unabii kwenye kitabu cha Torati na manabii. Anaposema nimekuja kutimiliza, kila neno la unabii kumhusu aliliishi kwa utimilifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa njia hiyo Yesu akatimiliza Torati. Na alizaliwa chini ya Torati, aishi kwa mujibu wa Torati, ili awaweke huru wale waliofungwa na Torati. Aliyemfunga Myahudi hakuwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyemfunga Myahudi alikuwa ni Torati. Yesu hakuokoi na dhambi peke yake, anakuokoa na dhambi, anakuokoa na sheria, anakuokoa na mauti, anakuokoa na vifungo vya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo alikuja ili kuitimiliza Torati. Kabla ya Yesu hapakuwa na mtu ambaye aliweza kuishi Torati kwa utimilifu wake pasipo kuivunja. Yesu aliishi kwa utimilifu wake pasipo kuivunja. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 anasema, kwa maana amin namwambia, mpaka mbingu. Sasa sikiliza vizuri maneno ya huu mstari, kwa sababu huu mstari tunaukoroga sana tunapousoma. Kwa maana amin namwambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Amen. Kwa kipimo cha huu mstari, sio mbingu na nchi kuondoka, ila imetajwa kwenye mstari. Tusome zaidi. Anasema yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Angeishia hapo kwamba yodi hata moja wala nukta hata moja ya Torati haitaondoka, afu akaweka full stop. Kipimo kingekuwa alimradi nchi ipo, basi Torati nayo ipo. Lakini haikuishia hapo. Mwishoni akasema hata yote yatimie. Kwa hiyo kinachoamua uwepo wa Torati au kutokuwepo kwa Torati ni je, yote yametimia? Yote yametimia? Yote yametimia? Bwana Yesu asifiwe. Na yote yametimia. Ndio maana Yesu akasema imekwisha. Maana yote yametimilizwa. Yote yamefanyika. Na ndio maana pale msalabani ukisoma anasema kwamba ili litimie lile andiko lililonenwa katika Zaburi, Yesu akasema naona kiu. Yesu akusema anaona kiu kwa sababu alikuwa anasikia kiu. Ni kwa sababu kwenye Zaburi ilikuwa imeandikwa naona kiu. Kwa hiyo naye akasema naona kiu. Kwa sababu Yesu alikumbuka kuna andiko moja ambalo halijatimizwa bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni wapi kwenye Biblia? Wapi kwenye Biblia ambayo imeandikwa kwa habari ya kufufuka kwake Yesu? Anasema kwenye Zaburi, hutamwacha mtakatifu wako aone uharibifu. Yaani hutaacha mwili wake uharibike. Bwana Yesu asifiwe. Akamfufua siku ya tatu. Alikuwa anatimiza andiko. Bwana Yesu asifiwe. Ukiliangalia hema la kukutania lilivyokuwa linatengenezwa, kulikuwa na vigingi vya fedha.
Vigingi vya shaba. Shaba kwenye lugha ya Kiebrania, shaba maana yake mwokozi anayeteseka. Kile kigingi kilikuwa kina urefu fulani. Walikuwa wanakizamisha nusu ardhini, alafu nusu kinabaki juu. Kwa sababu huyu mwokozi atakayeteseka, anayezungumzwa na hii shaba, atakufa, alafu atazikwa nusu. Lakini kwa sababu nusu imeacha nje, siku ya 3 atafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiangalia ili andiko, kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Kama yote yangekuwa hajatimia, bado Torati ingekuwa na nguvu, alimradi mbingu na nchi ipo. Lakini haina nguvu tena kwa sababu yote yametimia. Labda nikuulize swali, wewe kwenye maandiko unabii gani kuhusu Yesu ambao unaona kwamba haujatimia? Upi kuhusu Yesu haujatimia? Anaendelea kuzungumza mstari wa 19, na anaposema mstari wa 19 anataka ukumbuke alichosema mstari wa 18. Anasema basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo, wakati hizo amri zikiwa bado ziko kazini, ikiwa haipo huwezi kuivunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na anazungumzia kwa habari ya kuzivunja na kuzishika, kuzifundisha au kuto kuzifundisha wakati sheria bado ikiwa iko hai. Mstari wa 20 anatusaidia kuelewa. Anasema maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Mimi naomba niulize kanisa la Mungu, hivi haki ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa inafananaje? Sababu unaposoma ile andiko ukikuta haya maneno, lazima ujiulize maswali. Anamaanisha nini hapa anaposema haki yangu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo? Haki ya waandishi na Mafarisayo ilitokana na kuiishi Torati. Bwana Yesu asifiwe. Na hamaanishi hapa kwamba sisi tuishi Torati kuliko waandishi na Mafarisayo. Hapa alikuwa anazungumza kuhusu haki nyingine itakayokuja ambayo itazidi hii haki ya waandishi na Mafarisayo. Na ni haki tuipokeayo kwa imani ndani ya Kristo Yesu. Haki tunayoipokea kwa imani ndani ya Kristo Yesu ni haki inayozidi haki ya waandishi na Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ili uelewe wakati Yesu alipokuwa anazungumza haya maneno kwamba kuna mahali kabla Yesu hajaondoka haya maneno yalitimia, nataka nikuonyeshe maneno ambayo Yesu alizungumza alipofufuka. Twende kwenye kitabu cha Luka 24. Luka sura ya 24. Mstari wa 44 mpaka mstari wa 48. Luka sura ya 24 mstari wa 44 mpaka mstari wa 48. Hapa Yesu ameshakufa. Hapa Yesu amefufuka. Alafu Biblia inatuambia kwa siku 40 akawa akiwathibitishia wanafunzi wake kwamba yu hai, lakini pia akizungumza nao habari za ufalme wa Mungu. Anasema kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Unakumbuka Mathayo sura ya 5 aliwaambia sikuja kutangua, nimekuja kutimiliza. Mpaka mbingu na nchi itakapopita, hata yodi moja na nukta moja ya Torati haitaondoshwa mpaka yote yatimie. Alafu Yesu sasa hapa anawakumbusha tena yale maneno aliyowaambia akiwa sasa amefufuka. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa yapo mambo ambayo Yesu aliandikiwa, amen, na hayo mambo yalitimizwa. Na Yesu anasema hapa lazima, akasema ndio nilichomaanisha nilipoambia kwamba lazima yote yatimizwe. Ina maana hapa Yesu anatuambia yote yamefanya nini? Yametimizwa. Alafu anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akamwambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake
habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu. Anasema nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Kwa hiyo tunamsikia tena Yesu kwa maneno yake mwenyewe akisema kwamba yote yaliyoandikwa kumhusu yametimizwa. Na kwa sababu yametimizwa, yale maneno hayana tena msaada kwa mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 23. Mathayo sura ya 23 na mstari wa 23. Lakini nisome mstari miwili ya kwanza. Anasema kisha Yesu akamwambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Muona ya maneno hapo. Kwa hiyo katika hii sura kila anapotoa ole kwa waandishi na mafarisayo, anatoa ole kwa wale waliokaa kwenye kiti cha Musa. Ule ole anaowapa wao sio ole unaomhusu mtu yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo. Sio ole ambao unamhusu muamini awaye yeyote. Sasa katika swala la zaka ndo mahali ambapo huwa mara nyingi tunanukuu kuonyesha kwamba Yesu alisema lazima tutoe zaka. Ngoja tuangalie hivi Yesu alisema lazima tutoe zaka. Na kama alisema alikuwa anazungumza na sisi? Anasema ole wenu waandishi na mafarisayo. Kwa Yesu wazi anazungumza na waandishi na mafarisayo ambao tumeona pale juu wanakaa katika kiti cha Musa. Alafu akawaita wanafiki. Kwa Yesu anachofanya hapa, anazungumza na waandishi na mafarisayo na anakemea unafiki wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio anazungumza na waandishi na mafarisayo huku akizungumza pia na wanafunzi wake. Wanafunzi wake sio wanafiki. Walio wanafiki ni waandishi na mafarisayo. Unafiki wa waandishi na mafarisayo ni upi? Anasema kwa kuwa mnalipa zaka ya mnanaa. Ona hapo hasemi mnatoa, anasema mnalipa, kwa sababu zaka sio sadaka ya kutoa. Zaka ni tozo ambayo unatakiwa kuilipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira. Sasa hiyo mnanaa, bizari na jira, nafikiri kina mama mnafahamu bizari, zile mbegu ndogo mnatumia kupikia wali unukie au mnaweka kwenye pilau. Si mnaona zivyo ndogo? Na mnanaa nayo ni ndogo hivyo hivyo. Na jira nayo ni mbegu ndogo hivyo hivyo. Anasema yani nyie mmengangana kwenye zaka mpaka ni vitu vidogo vidogo. Ukipewa zawadi toa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukidakishwa hela ya soka toa zaka. Yani mmengangania kwenye vitu vidogo vidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Sema mambo makuu ya sheria. Kwa hiyo kama anasema mambo makuu ya sheria, ina maana zaka, Yesu anasema wazi, ni sheria. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri nyingine anasema mmeacha mambo makuu ya Torati. Kwa hiyo kama Yesu anazungumzia mambo makuu ya Torati, anamaanisha pia zaka ni ya Torati, lakini sio jambo kuu kama haya mengine atakayokuja kuyataja. Kwa hiyo nisaidie kumwambia jirani yako, zaka ni Torati. Mwambie tena, zaka ni Torati. Bwana Yesu asifiwe. Na kulikuwa na kanisa moja la Agano Jipya ambalo lilijifanya lina wivu wa Mungu, linaishi kwa Torati, kanisa la Galatia. Akamwambia wa Galatia, mkiamua kuishi kwa Torati, hakikisheni mnaishi kwa Torati yote. Zaka unatoa ili usilaaniwe, lakini unakula kitimoto na hujui kwamba kwenye Torati vile vile ukila kitimoto unalaaniwa. Zaka unatoa lakini hujaacha kula kambale. Una matatizo gani wewe? Zaka unatoa lakini unanyoa denge. John, unanyoa denge. Unamaanisha nini? Kama umeamua kuishi kwa Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi basi kwa Torati nzima. Zaka unatoa mdada, alafu unapokuwa kwenye mzunguko wako unakuja kwenye nyumba ya ibada, unakuja kufanya nini? Zaka Torati inazuia watu wasiingie kwenye nyumba ya ibada wakiwa kwenye mzunguko. Torati ni majanga. Mwambie jirani yako, Torati ni majanga. Yaani unajua, sikia, agano, masharti ya agano, vigezo vya agano
sheria za agano, kanuni za agano, sio menu ya kuchagua hiki nafanya, hiki sifanyi. Au fanya yote, au acha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi nikifuatilia huko ndani kweli hamna watu ambao nguo zao zimechanganya tetron na cotton. Kwa mujibu wa Torati hapo umeshazingua. Au vaa cotton, au vaa nini? Tetron. Bwana Yesu asifiwe. Torati ilikuwa inakataza kilimo cha mseto. Kwa hiyo kule kwetu Mbulu unapolima mahindi na unapanda maharage, kwa mujibu wa Torati umezingua. Kwa hiyo ukiamua kuishi kwa Torati, ishi kwa Torati nini? Yote. Na Biblia inasema kwamba ukivunja moja, umevunja nini? Zote. Ukipita tu mahali ambapo kitimoto kinapikwa, yani mwili mzima unapiga kelele, nipitishe hapo nile, unavunja Torati. Bwana Yesu asifiwe. Na ukivunja tu hiyo moja ya kula kitimoto, ndio umevunja nini? Yote. Kwa hiyo Torati ichukue, mshukuru Mungu kwa ajili ya Torati, iweke kwenye kumbukumbu, iweke kwenye makumbusho ya taifa, makumbusho ya maisha kwamba ninamshukuru Mungu kwa neema. Hii Torati kweli tungeweza kuishi hii. Asante Yesu kwa neema. Unajua Mungu alipokuja kwa Petro, unajua alipomletea kwenye ile shuka wanyama, alimletea wanyama wote walio najisi. Akamwambia toa, chinja ule. Akamwambia Mungu, toka nikiwa mtoto sijawahi kugusa kitu najisi. Akasema kile ambacho Mungu amekitakasa usikiite nini? Ndio maana leo unakula kitimoto. Mshukuru Mungu kwa Yesu. Bila Yesu wewe kitimoto usingekuwa unagusa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mshukuru Mungu kwa Yesu. Bila Yesu usingekuwa unachanganya vitambaa. Usingekuwa unachanganya nguo ambayo imechanganya nyuzi za cotton na nyuzi za tetron. Usingekuwa unafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wewe mshukuru Mungu kwa Yesu. Kwa anawaambia, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Adili, rehema na imani ni ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yesu anachowaambia, anasema kwamba mkitaka kuacha unafiki, mkitaka kuishi sheria kama ilivyo, nguvu ile ile mnaitumia kusisitiza zaka, iwe ni nguvu hiyo hiyo mnaitumia kusisitiza imani, adili na rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu ndio anawaambia hayo imewapasa kuyafanya. Yani ya kusisitiza adili, imani na rehema. Wala yale mengine msiache ya kutoa zaka ya mnanaa, jira na bizari. Lakini hakuwa anasema na kanisa lake, alikuwa anasema na Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati Yesu, unajua Yesu, unaposoma maneno ya Yesu, lazima ujue kwamba Yesu hapa alikuwa anazungumza na Wayahudi waliokuwa chini ya sheria. Hapa Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Lazima ujue. Kwa mfano aliwaambia wakoma wale 10, nendeni mkatoe sadaka kama Musa alivyoamuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu akiwa mkoma kwa mujibu wa Torati, ambaye anaweza akasema kwamba huyu mtu hana ukoma, ni kuhani. Na ili aseme kuna sadaka lazima aende nazo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Yesu alikuwa bado hajaenda msalabani, agano lililokuwa linafanya kazi wakati ule lilikuwa ni agano hilo la Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki cha Mathayo 23:23, Yesu hakuwa anasisitiza utoaji wa zaka. Yesu alikuwa anakemea unafiki wa Mafarisayo na waandishi. Unafiki wao ulikuwaje? Walikuwa wanasisitiza utoaji wa zaka, alafu walikuwa wanaacha kufundisha kwa habari ya imani, adili na rehema. Kwa nini walikuwa wanasisitiza utoaji wa zaka? Kwa sababu utoaji wa zaka ulikuwa na faida kubwa sana kwao. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuhani akishapokea zaka toka kwa watu, yeye anatoa zaka ya hiyo zaka, anaipeleka hekaluni, alafu 90% nayo baki anabaki nayo yeye. Kwa ilikuwa ni kitu ambacho kina faida kwao. Sasa Yesu hakukataa wasiendelee kuzungumza kuhusu zaka, lakini akasema kwamba msisitize na hivi vitu vingine vilivyoko kwenye sheria. Kwa hiyo zaka iko kwenye sheria, na kama sheria ilimaliziwa pale msalabani, ilimaliziwa pamoja na zaka ikiwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Mungu hataki watoto wake wamtolee huku wanamwogopa. Mungu anataka watoto wake wamtolee kwa moyo wa ukunjufu. Anampenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikutana na Yesu utatoa. Amen. Nakumbuka yule mwanamke ambaye alisaidiwa na Yesu asipigwe mawe. Asipigwe mawe alipokamatwa kwenye tendo la zinaa. Biblia wanazuoni wa Biblia wanasema yule mwanamke alikuwa ni Magdalena. Mariam Magdalena. Na ndio mwanamke huyo Mariam Magdalena, wakati Yesu alipokuwa nyumbani kwa Simoni Farisayo, alikuja kwa Yesu akiwa na kibweta cha marhamu ya nardo iliyo ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Akavunja kile kibweta, alafu akammiminia Yesu kichwani, alafu akamfuta Yesu miguu yake kwa nywele zake. Unaweza usielewe nini maana mwanamke kumfuta mtu mwingine uchafu wa miguu na nywele. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuelewa, kutana na mwanamke ambaye ndo ametoka sasa hivi saluni, katoka kuseti nywele, alafu jifanye unataka kumbariki kwa kumshika kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utajua nywele ni za thamani kiasi gani kwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kutana na dada ambaye amemwaga weaving yake kichwani, alafu tafuta kumvuruga hicho kichwa. Ndio utajua kwamba nywele ni za thamani kiasi gani kwa mdada. Kwa yule dada alipomfuta Yesu miguu kwa nywele, ni kama alikuwa anasema, ni kitu gani cha thamani nilicho nacho ambacho nitashindwa kukupa kwa yale ambayo umefanya kwa ajili yangu Yesu. Yesu ilikuwa nipigwe mawe kwa sababu nilikamatwa kwenye tendo la zinaa, lakini kwa sababu ya neema, huruma na rehema zako ninaishi leo, niko hai leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ukishakuwa na revelation kile ambacho Yesu amefanya kwa ajili yako, hamna sababu ya mtu yeyote kukupangia cha kutoa. Haipo. Bwana Yesu asifiwe. Utoaji wangu mimi ulibadilika sana baada ya kugundua kanuni za utoaji za Agano Jipya, na baada ya kupima na kuangalia hivi Yesu amefanya nini kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Binafsi swala la utoaji sadaka sifanyi nalo mchezo, kwa sababu ninajua kinachoniwezesha nitoe ninachotoa ni kwa sababu Mungu yeye alitangulia kufanya nini? Kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya, au tuache Wakolosai, hebu tuangalie Matendo 15 wakati bendi mnasogea. Matendo sura ya 15. Matendo ya Mitume sura ya 15. Anasema wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, anaposema wale ndugu ina maana akawafundisha wale watu waliookoka ya kwamba msipotairiwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Masuala ya zaka, unajua jamani, amefundishwaga mpaka watu wamesema kwamba usipotoa zaka sio kwamba tunalaaniwa na mbinguni uendi. Huyu Mungu mgumu, sitoi tu zaka afu mbinguni siingii. Ina maana zaka ina nguvu kuliko damu ya Yesu. Mungu atusaidie sana. Msipotairiwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Sasa Torati ilikuwa ni amri ambayo ilikuwepo pia katika zaka. Katika agano ambalo Mungu aliingia na Israeli, moja ya sharti la lile agano ni kila mwanamume lazima atairiwe. Kila mwanamume lazima atairiwe. Katika Torati, mwanamume ukiwa na govi umevunja agano. Huwezi kuwa na agano na Mungu na huku unazunga. Huwezi kuwa na mkono wa sweta alafu na agano na Mungu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni sharti la agano. Sasa injili ilipoanza kwenda kwa mataifa, kuna mitume wa Kiyahudi walikuwa wanaenda kuwafundisha kwamba pamoja na kwamba mmeokoka, wokovu haujakamilika mpaka, Bwana Yesu asifiwe sana, mtairiwe. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume
na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari ya kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo, hebu sema madhehebu ya Mafarisayo. Amen. Hili tatizo lilianzishwa na madhehebu ya Mafarisayo walioamini. Kwa hiyo waliokuwa miongoni mwa Mafarisayo wakaamini au wakaokoka, ndio walioanza kusambaza hili fundisho la kutahiriwa. Wakasimama wakisema ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Kwa hili fundisho la kushika Torati kwa namna yoyote ile ni fundisho ambalo linatokana na Mafarisayo walioamini. Anasema mstari wa 6, mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo, wakalijadili. Mstari wa 10 wakalitolea maamuzi. Basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi? Unapomwekea mtu aliyeokoka utaratibu wote wa kitorati, unaweka kongwa juu ya shingo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Yesu alikuja kutusaidia kwa sababu hakuna hata huko nyuma aliyeweza kulishika hilo. Anasema bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Kuokoka ni kwa neema, ndugu yangu. Kuokoka si kwa kushika Torati. Basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu nisikilizeni. Mstari wa 14, Simeoni ametueleza jinsi ya Mungu hapo kwanza alivyoangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo, kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza atasema nitajenga maskani ya Daudi iliyoanguka. Sasa sikiliza kwa makini. Katika Agano la Kale kulikuwa na majengo matatu ya ibada. Kulikuwa na hema la Musa, kulikuwa na hekalu la Suleman, kulikuwa na maskani ya Daudi. Kwenye hema ya Musa na kwenye hekalu la Suleman kulikuwa na utaratibu wa utoaji wa zaka, ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwenye maskani ya Daudi palikuwa hapana utaratibu wa kutoa zaka. Sadaka zilizokuwa zinaletwa kwenye hema ya Daudi zilikuwa ni sadaka za sifa na ibada. Sadaka za sifa na ibada. Daudi kwenye hema ya kwake aliyoijenga asingeweza kupokea zaka kwa sababu yeye alikuwa wa kabila la Yuda. Alikuwa sio kuhani wa kutoka kwenye kabila la Lawi. Alikuwa hatokani na uzao wa Haruni. Kwa hiyo kwenye hema au maskani ya Daudi asingeweza kupokea zaka. Katika yale majengo matatu ya ibada ya Agano la Kale, litakalorejeshwa katika kipindi cha neema ni maskani ya Daudi. Kama ni na maskani ya Daudi, haiwezekani ndani ya hilo jengo kukawa na utoaji wa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana. Mstari wa 17, na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao, asema Bwana ajulishaye hayo tangu milele. Kwa sababu hiyo, sasa Yakobo anatafsiri ili andiko ambalo nimetoka kulisoma. Liko Amos, utalikuta Amos sura ya 9 la maskani ya Daudi. Analitafsiri, alafu anaonyesha jinsi ambavyo hatuwezi tukaweka hivi vitu juu ya mataifa. Msikilize. Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu, yani wasiabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Wajiepushe na uasherati, wajiepushe na nyama zilizosongolewa. Nyama zilizosongolewa manake walikuwa wananyonga wanyama hawawachinji. Amen. Ili damu ibaki mwilini, alafu ile damu atumie kutengenezea kisuzio. Kwa hiyo hawa watu wa mataifa, cha pekee ambacho tutawaambia wafanye, wasile nyama zilizosongolewa, wajiepushe na uasherati. Hawa watu wa mataifa, kitu kingine ambacho tutawaambia wajiepushe nacho ni ibada ya sanamu. Kama kutoa zaka ingekuwa muhimu, wangewaambia kama hakikisheni mnatoa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Na kusema kweli, ukipita katika Agano Jipya lote,
kila utakapopita. Hakuna mahali ambapo tunaagizwa tutoe kwa mfumo huu wa kutoa zaka. Sadaka zipo. Kuna mfumo wa utoaji wa sadaka katika Agano Jipya, lakini sio zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua, ukifuatilia katika historia ya kanisa, zaka imetumika kuwaahidi watu kubarikiwa, lakini ambao wamekuwa wakizidishwa na zoezi la utoaji wa zaka ni kanisa, na kanisa peke yake kama taasisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia unajua, ukiangalia katika listi ya matajiri 100 duniani, 100 hawafiki hata matajiri 5 humu ndani ambao wameokoka. 5 ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tunakosea kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Hao matajiri ambao wapo, kwa nini hawalaaniwi kifedha na hawatoi zaka? Mbona hawalaaniwi kifedha? Amen. Kila tajiri unayemsikia duniani ana huduma inaitwa philanthropy, ya kusaidia watu wenye uhitaji. Ukiangalia ahadi ya kwamba hutakopa bali utakopesha mataifa, ni matajiri wakubwa duniani ndio wanakopesha mataifa. Bill Gates anaikopeshaga mpaka Tanzania, anayakopesha mataifa. Hizi ni baraka ambazo walitakiwa kubeba watu wa Mungu. Kosa liko wapi? Kosa lipo katika jinsi tunavyoliishi agano. Basi tukishaelewa maagano, alafu tukaelewa bana. Ukitaka kupata mafundisho kama haya na mengine mengi mubashara, unaalikwa kuhudhuria ibada za kanisa la Mana Tabernacle Bible Church linalokutana katika ukumbi wa shule ya msingi Kisutu uliopo mtaa wa Kisutu, Posta Mpya, jijini Kati, Dar es Salaam. Ibada zetu ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana. Aidha, unaweza pia ukatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa za Facebook, Instagram na YouTube. Facebook kwa jina la Carlos Rick Wilson Kirimbai, Instagram na YouTube kwa jina la Carlos Kirimbai. Pia unaweza ukawa unapata mafundisho moja kwa moja kwenye akaunti yako ya WhatsApp kwa kutuma jina kamili kwa message ya WhatsApp kuja namba 0786312131. Karibuni.